2 Kings chapter number 4 verse 8 to 17. 2 Kings chapter number 4 verse 8 to 17. Amen. Walio na Biblia washafika mahali pale. Ningependa nisome unapoenda pamoja nami katika hali ya kusoma kile kitabu. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha haje hale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Nakuomba kumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja alipofika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamuite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akamzaa mtoto mume wakati huo mwakani, kama Elisha alivyokwisha kusema. Na Bwana na bariki maandiko. Sema amen. Amen. Tuombe. Baba wetu, Mungu wetu wa mbinguni, asante ni kwa ajili ya neno lako. Ni wakati ambapo tunataka kupokea chakula cha kiroho. Ni wakati ambapo Baba wetu wa mbinguni tunahitaji ukanene na mahitaji yetu. Ni wakati Baba wetu wa mbinguni tujiachilia mioyo yetu na akili zetu na nia zetu kwa Mfalme, ili hapa Baba wetu wa mbinguni ukaweze kunenea maisha yetu kulingana na maisha haya ambayo tunaishi ulimwengu huu. Asante Mungu, ni kwa sababu ninaamini kwamba kila mmoja ambaye yuko katika ibada hii, Mungu wetu wa mbinguni utaenda kushika usukani na utaenda kutawala. Ni kwa ajili ya mawazo ya mbali yaondoke, na Baba ukaleta mawazo ya ndani, ukaleta mawazo ya karibu. Baba ukashike nyara kila mbinu ya kujiinua, ili hapa neno lako likaeleweke sawa sawa na watu wako Mfalme wakaweze kubarikiwa. Ninasema ni asante, ni kwa sababu unakusudi katika neno hili, na utaenda kumuinua mama siku ya leo, utaenda kumuinua mzee siku ya leo, utaenda kumuinua kijana siku ya leo. Pokea sifa, ni kwa sababu utaenda kutenda, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Hallelujah. Ningependa kwenda kuongea kwa ufupi kuhusu give God a room. Give God a room. Mpe Mungu nafasi. Mpe Mungu nafasi katika maisha yako. Give God a room in your life. Amen. Amen. Biblia imetuambia kwamba Elisha mtumishi wa Mungu wakati mmoja akatoka na akaenda sehemu inaitwa Shunemu. Na huko Shunemu Biblia imesema ya kwamba kulikuwa na mwanamke mwenye cheo. Mwanamke huyu alikuwa na kila kitu katika maisha yake. Kama ni pesa alikuwa nazo, kama ni mali alikuwa nayo, kama ni magari alikuwa nayo. Na huyu mama Biblia imeniambia kwamba akasema moyoni mwake, wacha nimkaribishe huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni mtakatifu wa Mungu. Na ninapoenda kumkaribisha, ninajua ya kwamba nitakuwa nimemkaribisha Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Biblia imesema kwamba Elisha alikuwa anapita, anakula na anakunywa na anaendelea na safari. Na katika hali ya kufanya hivyo siku kadha wa kadha, Biblia inaniambia kwamba yule mama akamwambia mzee wake ya kwamba sioni ni vyema huyu mtumishi wa Mungu hawe anapita tu, anaenda anarudi, anakula anakunywa katika nyumba yetu. Naona ni vizuri tumtengenezee nyumba. Naona ni vizuri tumjengee pale ukutani nyumba. Na ndani ya hiyo nyumba tuweke kitanda. Ndani ya hiyo nyumba tuweke meza. Ndani ya hiyo nyumba tuweke taa. Amen. Amen. Na hakika Biblia inaniambia kwamba yule mzee wa ile nyumba hata naye alikuwa ameona kweli huyu ni mtumishi wa Mungu. Yule mzee akaamini ya kwamba yule ni mtumishi wa Mungu. Yule ni mtakatifu wa Bwana. Na alipoamini hivyo akakubaliana na mkewe. Wakasema tutatengeneza nyumba. Na wakatengeneza nyumba na wakaweka vitu hizo. Amen. Sema wakaweka vitu hizo. Wakaweka vitu gani? Hizo. Amen. Vitanda, meza, sufuria, kiti, taa. Haleluya. Si nyumba imekamilika? Na akawa akiingia anakula na anafanya nini? Na anakunywa. Amen. Bwana apewe sifa. Mungu akipewa nafasi huwa anatenda. Sema amen. Mungu huyu ambaye tunamwabudu siku ya leo, Mungu ambaye alikuumba, akipewa nafasi katika maisha ya wanadamu huwa anatenda. Yule mama, Biblia inaniambia kwamba alikuwa hana mtoto. Siku moja ikafika ya kwamba ni kama Elisha alikuwa anafikia kutoka mji ule. Akaona sitarudi tena katika mji ule. Kama mimi na Captain James, naona ni kama hatutarudi tena Kayole. Hallelujah. Tunaondoka. Sema amen. Kwa hivyo Elisha akaona ya kwamba ndani ya ule mji hatarudi tena. Kwa hivyo akaona amekuwa akiingia katika ile boma. Alijengewa nyumba, imewekwa kila kitu, anakula katika mji ule, anakunywa katika mji ule. Akasema ninapoenda kuondoka katika mji huu, sitaki nimwache yule mama bila kubarikiwa. Kwa sababu alinipa nyumba. He gave me a room. Kwa hivyo sitaki nimwache bila baraka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu hawaachaji watu bila baraka. Wanaacha wakiwa wamebariki. Amen. Kwa hivyo ninawabariki leo katika jina la Yesu. Amen. Elisha alipomwita yule mama akamwambia mama, ungependa tukuombee nini? Kama ni kwa mfalme tutakuombea. Kama ni kwa amri wa jeshi tutakuombea. Sema chochote utakacho na tutakuombea. We have the authority. We have the powers. Za kukuombea kwa mfalme. Za kukuombea kwa yule amri wa jeshi. Aya. Amekuwa tu akiona mtumishi wa Mungu tu anaitwa Elisha. Lakini sasa hapa Elisha anamwambia kwamba angalia, ungependa nini? Kwa sababu hata kama unahitaji na iko kwa mfalme, sisi tutakuombea huko. Kama iko kwa amri wa jeshi. Ninyi mnajuanga jeshi? Na mnajuanga mfalme? Kwa hiyo si watu wa kuongelewa na wao hivi. Si kama mnaelewa. Sijui kama unaweza tu kuamka na kusema naenda kuongea na Kibaki leo. Inawezekana? Amri wa jeshi, si mnaongea ya Kenya. Kwani unaweza kuamka tu hivi useme naenda kuingia huko niongee na yeye? Hello. Lakini Elisha anamwambia huyu mama, kama kile unataka kiko kwa mfalme tutakuombea. Kama kile unataka kiko kwa amri wa jeshi, unajua hao ndio watu wakubwa kwa nchi, kwa any nation. Kama kiko kwa amri wa jeshi tutakuombea. Kwa hivyo ni nini unahitaji? What do you want? Everything that you want tutakuulizia. Sema amen. Sema amen. Kwa sababu unaona hata Biblia inasema ya kwamba ombeni chochote